Hello, habari zenu wa Tanzania. Kwa jina naitwa Hamenya Mpemba Lunaku, mwanafunzi wa shahada ya 3 ama PhD hapa Harbin, kaskazini mashariki mwa nchi ya China na mpakani mwa nchi ya China na Korea, Urusi pamoja na Japan. Sasa katika video zilizopita nimekuwa nikiongelea Chinese Government Scholarship ambayo bado naendelea kuiongelea, ila kwa leo ningependa niongelee kitu tofauti kidogo, lakini hapa katika mfumo wa elimu. Katika wadau wangu walioniandikia, kuna mdau mmoja kutoka nadhani ni Tunduma, Mbeya, aliniandikia katika email na akaniomba kwamba nizungumzie mfumo wa elimu wa China au education system hapa China. Sasa kwa haraka education system China imegawanyika katika makundi tofauti kama ilivyo kwetu, lakini kwa kuanzia mtoto anatakiwa aende kindergarten au elimu ya awali. Hii ni lazima, haina mjadala, ni lazima mtoto aende kindergarten. Mtoto anaweza kwenda kindergarten akiwa na miaka 3, 2 au 1, na huko kindergarten atasoma vile vile miaka 3, 2 au 1 kutegemeana na sababu mbalimbali, ikiwemo uelewa wa mwanafunzi mwenyewe au mtoto mwenyewe. Kwa kama kianza na mwaka mmoja akasoma kwa mwaka mmoja, atamaliza na mwaka mmoja, ataenda primary school, lakini ni machache sana. Utakuta mara nyingi akianza na miaka 3 na maliza na miaka 6, anaanza primary school na miaka 6. Akimaliza na miaka wengine anaanza na miaka na miaka 2, anamaliza na miaka anasoma kwa miaka 2, anamaliza anaenda primary school akiwa na miaka 6. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo uelewa wa mwanafunzi utamfanya aweze kwenda kwenye level inayofuata, primary school. Baada ya hapo, elimu inayofuata inaitwa basic education, ambayo ni wanaita 9 year basic education, ambayo inasoma kwa miaka 9. Hii ni elimu ya sekondari na pamoja na elimu ya sekondari O level pamoja na elimu ya shule ya msingi. Sasa elimu ya shule ya msingi hapa China wanasoma kwa miaka 5 au 6. Anaweza kusoma kwa miaka 6 au 5. Kusoma kwa miaka 5, kwa nini anasoma kwa miaka 5 au 6? Hiyo inategemeana na jimbo lililoko, uwezo wake kiakili wa kuelewa na shule anayoisoma. Kwa maana kwamba hizo zote zitategemea, zitasababisha aweze kumaliza kwa miaka 5 au akiwa na miaka 6. Baada ya kumaliza primary school education, anaenda junior secondary school. Junior secondary school ni kama O level. Huku wenyewe wanasoma miaka 3, sio 4 kama kwetu. Baada ya kumaliza junior secondary school, wanaenda senior secondary school. Senior secondary school kwetu ni sawa na high school au A level au kidato cha 5 na 6. Wenyewe wanasoma kwa miaka 3, sio 2 kama kwetu. Kisha maliza high school, anatakiwa sasa kwenda university. Ngoja nielezee kidogo hapa kwenye primary school. Primary school wanafanya mitihani miwili tu. Kutoka primary school kwenda junior secondary school, yani O level, wanafanya mitihani miwili tu ambao ni lazima. Hiyo ni mtihani wa hesabu na mtihani wa lugha yao ya Kichina, na hiyo ndio wanaopima kwa mtihani hapo. Mitihani mingine wanafanya tu kama kawaida, kumwangalia uwezo wa mtoto na kugrade alipata ngapi, lakini haina effect, haiwezi kumathiri asiende secondary school. Ila mtihani wa Kichina na wa Kiingereza ndio mtihani wa Kichina na hesabu ndio wanapima kuweza kwenda level inayofuata. Baada ya hapo, akishaenda na jimbo, na kila jimbo huwa textbooks zile za kusomea darasani zinatofautiana kutegemeana na mahitaji ya eneo husika mtoto, jimbo husika mtoto aliopo. Unaweza kukuta nchi na textbook tofauti na zinatumika katika maeneo tofauti. Sasa baada ya hapo, mtoto akishaenda chuo kikuu, anasoma degree ya kwanza. Mtoto anasoma kwa miaka 3, degree ya pili anasoma kwa miaka 3, PhD anasoma kwa miaka 3. Kwa hiyo utajikuta university system anasoma kwa miaka 9. Na ni kwamba wenzetu wana utaratibu, mtoto akitoka primary au ile kindergarten anasoma moja kwa moja mpaka PhD. Akishamaliza PhD ndio anaingia mtaani kwenda kutafuta kazi au kwenda kujiajiri. Ni wachache sana siku hizi ambao wanasoma kama si anasoma labda anamaliza elimu fulani na level fulani, anafanya kazi wenyewe hapa, na mara nyingi anaenda moja kwa moja. Unajikuta watu wengi wana elimu ya juu na wanamaliza PhD wakiwa na miaka mara nyingi 27, 28 maximum sana.
Kwa jikuta watu wengi wana elimu ya juu wakiwa bado na umri mdogo, wanapata muda mwingi wa kutosha kuitumikia taifa, kujiingizia kipato chao kwa muda wa kutosha, na hivyo wanaipandisha nchi yao kwa kweli kwa haraka. Kwa hiyo tunadhani unafahamu PhD mara nyingi mtu anaenda kusoma kwa miaka 40, 45, 50, ambayo unamaliza PhD yako, unakaa miaka michache umekufa. Unashindwa kuwa umeitumia kwa muda mrefu na kusaidia taifa. Ndio iko hivyo. Huko katikati kuna wanaenda elimu ya ufundi, kuna wanaenda kusoma sanaa tofauti, kuna wanaenda kusoma michezo pekee, kutegemeana na shule aliyokuwa ameienda alipokuwa junior secondary school, na uamuzi wa walimu, uamuzi wa mzazi mwenyewe, vitu kama hivyo. Nadhani kwa leo nilipenda nizungumzie hilo. Nadhani tukielewa mfumo wa elimu ya wenzetu inaweza kutusaidia kidogo katika kuboresha mfumo wetu wa elimu. Kwa kifupi, wanasoma akiwa wadogo na wamaliza akiwa wadogo. Utakuta mtoto akiwa na miaka 10 amemaliza basic education, 9 years basic education, yani anamaliza kwa miaka 10-12 anamaliza O level, yes. 10-12 miaka 12 anamaliza O level. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani wanasoma kwa bado wadogo. 27-28 anamaliza PhD au doctor degree. Basi naomba kama kuna mdau mwingine au yeyote atakayependa kuuliza chochote kuhusu China au Chinese government scholarship, sawa, kunitafuta katika email yangu ni ecgstz@yahoo.com, au namba yangu ya simu alama ya kujumlisha 86 188 4564 987 4. Hapo utanipata. Unaweza add Facebook, ukanipata tena kupitia jina langu kule Facebook, natumia Hamenya Michael Mpemba, utanipata. Tutachat, tutaelekezana mambo tofauti. Usisite kunitafuta. Asante sana na karibu sana Harbin China.